Mungu alitusaidia tukaletewa sehemu ya utalii. Kwa hiyo tufanye utalii mzuri, tukaribisha wageni vizuri na tuheshimu wanyama wetu. Tusiwaueue kwa kuibaiba, na unapokamata unaenda kupata shida bure kwa ajili ya nyama tu. Tuache kabisa swala hilo, sio zuri. Kuna mashtaka mengi Tarime ya wawindaji mengi, sio kitu kizuri sana. Hivi vitu tumepewa tuvirithi na tulirithishwa. Kwa hiyo tuviheshimu kabisa, ndugu zangu wa Serengeti. Tuwaambie vijana wetu waepuke kabisa na mambo ya uwindaji. Uwindaji ni haramu, hujaruhusiwa kwenda kuwinda, na usitumie akili yako ama nguvu zako kwenda kufanya uwindaji. Acheni kabisa kabisa, na waomba Wakurya wetu. Hifadhi ya Taifa Serengeti sio tu urithi wa dunia, bali ni mali yetu kama Watanzania, na hii hifadhi imekuwa ikikabiliwa na changamoto nyingi sana, hasa changamoto za ujangili, lakini pia kupitia ninyi mnaweza mkawa wadau wakubwa sana wa kuhakikisha changamoto ya ujangili inakoma kwenye hifadhi hii. Tuweze kutunza maliasili hizi, kwa sababu kupitia wanyama hawa tunaingiza fedha nyingi za kigeni. Na kwa mfano mwaka wa fedha 2024/25 hifadhi peke yake ya Serengeti imeingiza zaidi ya bilioni 266 na milioni 800, ambazo fedha hizo zinaenda kutekeleza miradi mingi ya maendeleo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na kupitia mpango wa ujirani mwema wa hii hifadhi ya Taifa Serengeti, sisi tumekuwa tukitekeleza miradi mingi ambayo ni miradi ya kiafya, miradi ya kielimu, miradi ya maji, miradi ya barabara kwa vijiji vinavyozunguka hifadhi ya Taifa Serengeti, kama sehemu ya kuwarudishia shukrani za uhifadhi wale wananchi ambao wanapakana na hifadhi, kwa sababu wao ndo waanga wa kwanza wanaoathirika na wanyama wanaopakana nao. Lakini pia sisi kama hifadhi ya Taifa Serengeti hatuko mbali sana na utalii wa kiutamaduni, kusapoti utalii wa kiutamaduni, kwa sababu tunatambua kwamba kupitia utalii wa kiutamaduni tunaongeza pato la taifa, lakini pia tunaongeza utamaduni kwa Watanzania, kwa utamaduni wa kutalii. Lakini pia muda huo uzalendo unakuwa mkubwa wa kuwatambua hawa wanyama na manufaa yake, ili sisi wenyewe tuwe wadau wa kusitisha vitendo vya ujangili. Tuendelee kuwashukuru, tuache mambo ya uwindaji, mambo ambayo kwa kweli yanakataliwa na serikali. Vijana wetu kuwahamasisha waache mambo ya uwindaji huu, na hata ikiwezekana wazee wetu wa mila na wao na mpango wa kuweza kusaidia upande wa serikali. Vijana wetu wasio wawindaji, tuache mambo ya uhalifu kabisa.